Mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, amehitimisha ziara yake nchini Burkina Faso kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Captain Ibrahim Traore. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete amekutana na Captain Ibrahim Traore katika mkutano wa kidiplomasia uliofanyika Aprili 17 mwaka 25 katika ikulu ya Kosiam jijini Wagadugu nchini Burkina Faso, na mkutano huo ulihudhuriwa na maafisa waandamizi kutoka serikali zote mbili. Dhumuni kuu la ziara hiyo ilikuwa ni kuwasilisha ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Ujumbe uliohusu kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Burkina Faso pamoja na kuhimiza mshikamano wa bara la Afrika katika nyanja mbalimbali za maendeleo, ambapo Kikwete alitumia nafasi hiyo pia kufikisha salamu za heri na mshikamano kutoka kwa Rais Samia kwa wananchi wa Burkina Faso kupitia kiongozi wao. Mheshimiwa Kikwete alieleza kufurahishwa kwake kwa mapokezi aliyoyapata kutoka kwa wenyeji wake na kusema kuwa rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe maalum kwako na nimefurahi umenipa fursa hiyo, umeupokea rasmi. Maneno haya yalisisitiza dhamira ya dhati ya Tanzania katika kuendeleza uhusiano wa kindugu na kidiplomasia na nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Ujumbe uliowasilishwa na Dr. Kikwete ulikuwa na maudhui muhimu kuhusu haja ya nchi za Afrika kushirikiana kwa karibu zaidi, hasa katika kubadilishana uzoefu, maarifa na mbinu bora za kusimamia na kutumia rasilimali za bara hili kwa manufaa ya wananchi wake. Alisisitiza kuwa Afrika ina kila sababu ya kujitegemea endapo kutakuwa na mshikamano wa kweli. Dr. Samia kupitia kwa mjumbe wake Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alionyesha njia ya Tanzania kushirikiana na Burkina Faso katika maeneo ya elimu, afya, biashara na teknolojia. Hili ni sehemu ya ajenda ya Rais Samia ya kukuza diplomasia ya kiuchumi na kuhakikisha kuwa Tanzania inanufaika kwa kushirikiana na mataifa mengine barani Afrika. Mkutano huo pia uliangazia masuala ya usalama barani Afrika, hususani katika ukanda wa Sahel ambao umekuwa ukikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu, ambapo Dr. Kikwete alieleza kuwa Tanzania ipo tayari kushirikiana katika juhudi za kuimarisha amani na utulivu kupitia taasisi za kikanda kama vile Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Rais Kamanda Ibrahim Traore wa Burkina Faso kwa upande wake alishukuru ujumbe kutoka Tanzania na kusema kuwa Burkina Faso iko tayari kuimarisha uhusiano wake na Tanzania. Alisisitiza kuwa ujumbe wa Rais Samia umepokelewa kwa heshima kubwa na utafungua ukurasa mpya wa ushirikiano baina ya mataifa haya mawili. Ziara hii imeonyesha jinsi Tanzania inavyoendelea kutumia diplomasia yake ya kimataifa kuimarisha nafasi yake katika bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Kupitia viongozi wake waandamizi kama Dr. Kikwete, Tanzania inaendelea kujenga taswira ya taifa linalopenda amani, mshikamano na maendeleo ya pamoja. Wakati huo, wadadisi wa masuala ya diplomasia wamesema kuwa ziara ya Dr. Kikwete ni ishara ya uongozi wa Tanzania kuwekeza katika uhusiano wa muda mrefu ambao unaweza kuzaa matunda ya kiuchumi, kijamii na kiusalama. Hii ni hatua nyingine muhimu zaidi katika safari ya kujenga Afrika mpya yenye mshikamano na maendeleo endelevu. Kwa ujumla, ujumbe huu wa amani, mshikamano na ushirikiano uliofikishwa na Dr. Kikwete
umeongeza chachu ya uhusiano wa kindugu kati ya Tanzania na Burkina Faso na kuonesha namna ambavyo Afrika inaweza kujenga mustakabali wake kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kweli. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.